Amefanya jambo hili kama ibada kwake, kwa sababu tunafundishwa katika dini kwamba yule atakayemfuturisha mtu basi anapata malipo ya kufuturisha, lakini anapata na malipo ya yule aliyemfuturisha, pamoja na kwamba hapunguzi chochote katika malipo ya yule aliyefuturu. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba Daktari Juma Zuberi Homera jioni hii amevuna thawabu nyingi mno kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie thawabu hizo ziwe kichocheo cha mafanikio yake katika maisha yake na kesho yake. Kwamba kila mwaka Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anaandaa futari kama hii. Kwa hivyo anafanya tendo ambalo ni amali bora, ni matendo bora kwa kuwa yanadumu. Kuna sustainability ya kile anachokifanya. Kila mwaka anafanya. Vile vile kusanisha na kuondoa tofauti zetu na kuendeleza upendo mkubwa baina yetu. Ndugu zangu, kama alivyogusia mwenyekiti wa chama, ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa kama ni mwaka wa uchaguzi, yale mambo ambayo yamekuwa yakifanywa na viongozi wetu kutuweka pamoja, basi tuendelee nayo hata katika uchaguzi, kwamba tuwe pamoja na tusije tukasababisha mambo yoyote yale ambayo yanaweza kuleta faraka, yakaleta sintofahamu baina yetu. Tunayoyafanya kipindi hiki tuyaendelee kuyafanya miezi mingine yote inayofuata, ili mkoa wetu wa Mbeya uendelee kuwa katika hali ya amani na utulivu na maendeleo yazidi kuendelea. Kama mnavyofahamu, sehemu yoyote ambapo kuna amani na utulivu, ndivyo miradi ya kimaendeleo inavyokuja. Ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, wilaya zote, majimbo zote, miradi mingi ya kimaendeleo imefika. Hii shughuli ni ibada, tumefanya ibada kubwa kukutanisha hapa wana Mbeya kutoka makabila, madhehebu tofauti, lakini leo tumekutana jioni kwa ajili ya iftari. Ni jambo la kiibada sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tunakupongeza kama Chama cha Mapinduzi. Tunakushukuru ni wana Mbeya. Tumekutana hapa, tuendelee kuwa na umoja na mshikamano kama hivi tulivyo. Mbeya haiwezi kujengwa na mtu mwingine yoyote. Mbeya itajengwa na sisi wana Mbeya wote kwa pamoja, bila kujali itikadi za dini, bila kujali itikadi za vyama, ukabila au ukanda. Mbeya itajengwa na wana Mbeya wote. Natamani kila inapotokea shughuli yote, kama ni iftari, kuchangia maendeleo ya mkoa wa Mbeya, basi jitokeze hivi kwa wingi ili kufanikisha jambo letu na ustawi wa Mbeya yetu. Na swala lingine ambalo napenda nizungumzie ni swala la miundombinu ambayo inaendelea kujengwa. Tusisikilize maneno ya watu kwamba barabara sijui inakwama, sio inafanya nini. Barabara ya njia 4 inaendelea kujengwa. Na niwahakikishie kwamba barabara ile itakamilika chini ya serikali ya awamu ya 6. Sambamba na hilo, mradi wa maji wa chanzo cha Mto Kiwira nao utakamilika, lakini na miradi mingine ya barabara ambayo inajengwa kwenye mitaa nayo itakamilika. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.